Good Friday kumekamatwa watu mambo ya petroli. Jana nilikuwa natetea hiyo watu walishikwa. Lakini sasa usiku ndio nimepata maneno kamili ya kwamba ni vita ya biashara kati ya Ruto na wafanyikazi wake. Ruto aliingia kitu inaitwa G2G. Hii biashara yote ya mafuta ndio anafanya kupitia kampuni inaitwa Gulf Energy na ingine inaitwa Starbex. Tangu tuingie serikali ametengeneza faida zaidi ya 1.5 trillion. Sasa hii watu yake PS, CEO wa Kenya Pipeline, CEO wa EPRA wakaona Ruto karibu anaenda nyumbani. Na amekula peke yake for the last 3 years, hakuna kitu amekula. Na hao ndio wenye kutengeneza mali. Sasa wakafanya mpango ya kando. Pia wakaitisha mafuta bila Ruto kujua. Na wakahusisha Lee Kinyanjui, wakahusisha Opiyo Wandayi. Wakatafuta meli, wakauda maneno, hapo pia wakatengeneza karibu 500 million. Sasa ile watu maproxy ya Ruto, mtu anaitwa Jogu, mtu ya huko kwetu Meru, na mwingine anaitwa Chebet, wakaenda kwa Ruto wakamwambia, hii wafanyikazi yako wamekujenga, wameenda nyuma yako, wameleta mafuta yao bila ile yako, ile tunakufanyia inaitwa G2G, na wameuda kitu. Sasa wewe rais ya saa ngapi unanyang'anywa biashara na ile watu umeandika kazi? Ndiye akaamua kuwashika kwa sababu ni mwizi anaibiwa na watu yake wafanyikazi. Sasa hii wafanyikazi wanaimbia na unajua mwizi hataki kuibiwa. Mwizi afadhali uibie mtu ya kawaida. Mwizi anasikia uchungu sana ukimuibia. Sasa akasema hiyo watu wakamatwe. Hao kwenda kukamatwa wamesanywa. Sasa CID wameniambia usiku, kwa kila bomo amepata pesa yote 500 million in cash. Imeenda pale, imewekwa kwa OB. Uchunguzi inatakiwa ifanywe ndio hiyo pesa ijulikane walitoa wapi, because that money must be proceeds of corruption. Kasongo kusikia iko 500 million amesema bana, amewaambia nyinyi mresign. Si ati wa resign kupenda, wamelazimishwa. Wameambiwa ndio hii maneno ikwishe, mresign. Ile 500 million ilikuwa ya exhibit, amesema apelekewe. Sasa watu ya DCI jana wamenitafuta, wanasema tutetee. Sisi ni wajinga. Hii pesa tukipata kwa hii watu tungegawana, hatungesema kuna pesa tumepa. Sisi tulikuwa tunafanya kazi ya uchunguzi. Sasa William Ruto amechukua exhibit. So hiyo case imelala. Hii pesa ilitakana iende kwa asset recovery. Hao watu watatu waulizwe 500 million. Mshahara yenu ni hii na hii, mmetoa wapi? Kesi iendelee. Sasa wameresign, lakini pia ameona moto imekuwa, mambo imekuwa joto, amesema wakae. Lakini 500 million ameenda naye. Sasa officers ya DCI wanalalamika. Wanasema sasa kama tungejua hii mtu atachukua hii pesa, kwa sababu hakuwekwa, tukiipata tungechukua na kunyama. Sasa wanalia. So that is the kind of country we are having. Mpaka president achukua exhibit, anaenda naye. So hii vita ni ya biashara, wanapigana kwa sababu hawa wafanyikazi wamefanya biashara nyume ya mkubwa yao, na yeye amekasirika. Na yeye rais hajali, anasema hii mafuta hata ikipanda anapata faida. So in the next 3-4 weeks mafuta itapanda na zaidi ya 40 shillings kuendelea mbele. So na ikipanda fare itapanda, kila kitu itapanda. Sasa wewe William Ruto umetajirika. Sasa hii utajiri mingi ni ya nini? Si umeumiza sisi ya kutosha? Tafadhali tosheka na ile umepata, hiyo inatosha wewe. Sasa hii ya mafuta umesema iongezwe hata ifike pesa ngapi? Wewe ujali. So that is the problem. Mambo ya SHA inafanya kazi hapa? Haifanyi, na tumewambia hapa. So mimi niseme, nikimaliza mambo ya IDs, tumepata habari ya kwamba vitambulisho haipeani area zile zinapinga William Ruto. Hapa Mlimani, Nakuru, Kisii, Kakamega, Pwani inachukuliwa tu kwao. Tunataka kumwambia Registrar of Persons, we'll have a meeting tomorrow
if you don't stop discrimination and issue IDs to everybody,